Basi waimbaji, mbarikiwe sana. Tunazidi kumpongeza daktari wetu kwa masomo ambayo yameambatana na vitendo. Kwa hiyo tuwaombe hata wale mnaotusikiliza mkiwa majumbani, kama una sababu sana ya msingi ya kufanya usifike hapa, tunakuomba chonde jitahidi kuhudhuria, kwa sababu wakati mwingine masomo haya yanaambatana na vitendo. Kama utakuwa unasikiliza ukiwa nyumbani, huwezi ukaona. Kwa hiyo tuliokuwepo hapa tumeona na tumebarikiwa sana. Mungu ambariki daktari. Basi ni muda mwingine mzuri tena ninapowakaribisha katika kliniki ya ndoa. Kliniki ya ndoa. Tangu jana tulikuwa na somo la pekee liliokuwa linasema, je, unajua magonjwa sugu nyemelezi ya ndoa yako? Hilo ndilo lilikuwa ni somo ambalo jana tulikuwa tunaliangalia. Tuona kwamba wanandoa huwa tunajali sana kujikinga na magonjwa yanayoweza kusababisha vifo kwa wingi kama malaria. Na pia hata katika ndoa yako magonjwa nyemelezi ambayo yanaweza kapelekea uvunjifu wa ndoa. Na magonjwa hayo yanapoingia katika ndoa yako, ina maana ndoa yako inakuwa katika hatari. Ni vizuri kujitahidi kuchukua kinga. Na kinga, miongoni mwa kinga tunazitoa hapa. Tuliona gonjwa ambalo jana tulishughulika nalo. Gonjwa hilo lilikuwa ni gonjwa linaloitwa kutompenda mwenzako. Wanandoa, wakati mnatafutana, wakati unamtafuta mwenzi wako huyo wa maisha, mwandani wako, ziko lugha ambazo mlikuwa mnapenda kuzitumia, lugha zilizokuwa zinavutia, lugha zilizokuwa zinavutia. Kwa mfano, mlikuwa mnapenda hata kuandikiana pengine barua kwamba ninapokuwa ninakunywa maji ninakuona kwenye glasi, wakati napokuwa nikijiangalia kwenye kioo ninaiona sura yako, wakati mwingine wakati wa usiku silali. Je, hizo lugha zimeenda wapi? Mbona leo imekuwa ni ugomvi na kudhalilishana? Ni kwa sababu kuna vimelea vya magonjwa. Kwa hiyo tunatakiwa, unaporuhusu kimelea hiki kishambulie ndoa yako, kutopendana, ndoa inaingia kwenye shida. Tuliona wanaume wengi tumesahau wajibu wetu. Mungu alisema wanaume wote wajae upendo kwa wake zao. Tukitambua wajibu wetu wa ndoa, tutakuwa na ndoa zilizo na furaha. Na tukaona kwamba upendo unadhihirishwa kwa njia ya lugha. Kwa njia ya lugha. Hebu jaribu kumwambia mke wako, tuambia kaneno karahisi tu, kwamba unamwambia kwamba mke wangu ninakupenda. Anaposema ninakupenda kwa sababu gani? Unanipenda hata maziwa yangu yamelala. Hiyo mke wangu ni staili yake. Kwa hiyo bado ninakupenda pamoja na matiti yako kufanya nini? Kulala. Unaona, anafurahi, anatabasamu. Hizo ni lugha ambazo zinatakiwa zitumiwe na wanandoa. Kwa hiyo tujaribu kuangalia sana wanaume, wajibu huo tumeusahau. Badala yake yamekuwa ni matusi, matukano, kuwadhalilisha wake zetu, kuwapiga mbele za watoto na hata kuwatukana matusi mabaya. Unamwambia mbwa wewe.
Nasema unapomwambia hivyo utakuwa unajitukana wewe mwenyewe, maana mbwa huwa mwenzake. Yeye ni mbwa jike, wewe mbwa dume. Kwa hiyo tuangalie sana matusi haya, na ushauri wa Mungu kwa wanaume, tukaambiwa tukae na wake zetu kwa akili, tukijua kwamba wao ni viumbe vidhaifu. Leo tunataka tutembee na hawa wanawake. Wanawake nako shida imeingia. Wanawake kutotii waume zao limekuwa jambo ambalo limeleta shida kwenye ndoa zilizo nyingi. Wanawake wamejaa leo, ulimwengu wa leo umejaa wanawake wengi wakaidi, wasiojali waume zao, wanawake wachokozi. Tulisoma katika kitabu cha Methali 21:19 ikasema kwamba ni afadhali kukaa kwenye nyika jangwani kuliko kuwa na mwanamke mgomvi na mchokozi. Kuna wanawake wachokozi, utamfanyia yote hayo, utamwambia ninakupenda, lakini bado atakuchokoza. Na tukaona ya kwamba ulimwengu wa leo umejaa wanawake wasio na sifa za kuwa wanawake. Wanawake wanahitaji kupendeza macho, ila sifa yao kubwa ambayo Mungu anaitaka kwao ni heshima na akili. Hilo wameliacha. Wanahitaji kupendeza macho, wanashughulika na mapambo ya nje, na Biblia ilisema kwamba kama wewe mama utashughulika na mapambo ya nje lakini huna heshima kwa mume wako, ni sawa na pete ya dhahabu kuiweka kwenye pua ya nguruwe. Hakuna faida. Wewe ni nguruwe ya ajabu mulolo tunu na pete mweno ya kizuweka mulolo. Kuipamba robo na oberela kwenye wiki safi, nzuri safi, lakini hakuna lolote. Sifuri juu ya sifuri. Kwa hiyo tuangalie sana wanawake. Leo tunaangalia sifa kubwa ya mwanamke. Naomba wanawake mlioko kwenye ndoa munifuatilie kwa makini sana. Sifa kubwa ya mwanamke ni ipi? Sifa kubwa ya mwanamke ni utulivu na heshima kwa mumewe. Hiyo ndiyo sifa ambayo walijipamba mama zetu wa zamani. Utulivu kwa mume wako, hicho ndicho kitu ambacho kinapaswa mama kikuchukulie muda wako. Some Petro wa kwanza sura ya 3 fungu la 1 mpaka la 6. Isikilize sana hili fungu, wewe mama ulioko kwenye ndoa, wale tulio kwenye viwanja hivi na hata wale tunaosikiliza tukiwa mbali. Neno la Mungu linasemaje juu ya wanawake? Biblia habari njema, neno la Mungu linasema. Waraka wa kwanza wa Petro 3. Nanyi wake jiwekeni chini ya mamlaka ya waume zenu. Nanyi wake jiwekeni chini ya mamlaka ya waume zenu. Wake mlioolewa, jiwekeni chini ya mamlaka ya waume zenu. Usitake kuona nafasi ya mwanaume wewe ndiye uwe na mamlaka zaidi. Hapana. Ili kama wako waume wowote wasioamini neno la Mungu. Wewe mwanamke mcha Mungu unapojiweka chini ya mamlaka ya mume wako, hata wakiwepo wanawake ambao sio wacha Mungu, ni wapagani, wapate kuamini kwa kuona mwenendo wenu. Wapate kuamini kwa kuona mwenendo wenu. Leo kuna wanawake wamejazana hata ndani ya makanisa, mienendo yao inazidiwa hata na wapagani. Hakuna lolote ambalo mpagani anaweza akajifunza. Haitakuwa lazima kwenu kusema neno. Sio lazima wewe mwanamke mcha Mungu, sio lazima sana
mpaka useme maneno. Kwani wataona jinsi mwenendo wenu ulivyo safi. Watu wataona mwenendo wenu ulivyo namna gani? Safi. Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi nini? Tazama. Na wakumcha Mungu. Katika kujipamba kwenu wanawake, msitegemee mambo ya nje nje. Musitegemee mapambo ya nje nje, kama vile mitindo ya kusuka nywele ambayo imepokelewa na wanawake wengi. Wanagombana, wanaviiba vitu vya nyumbani, wanagombana na waume zao, hawasemeshani, ili kisa hajapewa hela za kwenda kusuka. Biblia inasema musishughulike na mapambo ya nje, ikiwemo kushughulika na kusuka nywele. Kujivalia vitu vya dhahabu maridadi. Kujivalia vitu vya dhahabu, vitu vizuri, heleni nzuri, vitu vya gharama, pamoja na mavazi ya gharama. Bali uzuri wenu unatakiwa utokane na hali ya ndani. Hicho ndicho kitu cha kweli ambacho Mungu anakitaka. Kwa shughulika na mapambo ya ndani, shughulika na utu wa ndani. Hili swala la kupanda, kuvaa nguo, kusuka, kufanya nini, lije baada ya kushughulika na utu wa ndani. Vinginevyo utavaa vizuri, utapendeza, lakini yale mapambo, kupendeza kwako hakumfaidishi mume wako, bado anakuona huna faida. Kamwirane igolo kikambi mwana kacharwa kete yorokingiro mumba wifoka pota imfere yako ndetse nayo ne hamu ya kwikemuka ko kulola. Shughulika na mapambo ya ndani. Leo familia nyingi zinazozana kwa sababu ya mapambo ya nje. Mapambo ya ndani, utu wa ndani umewekwa kando, na hicho ndicho Mungu anachotaka tushughulike kwanza na utu wa ndani. Wanawake mpo? Naomba hicho nacho mkimeze. Uzuri usioharibika, wawema na utulivu wa roho. Mike kusibetri. Hivyo ndivyo vitu ambavyo Mungu anahitaji wanawake mshughulike navyo kwanza. Kwa hiyo na mwanamke, unaposhughulika na utu wako wa ndani, unakuwa mtulivu kwenye ndoa yako. Biblia inasema, Biblia inakusifu. Lakini mwanamke asipotulia katika ndoa yake, Biblia inasema huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Methali, kitabu hiki cha Methali sura ya 14 fungu la 1. Methali 14 fungu la 1. Mwanamke usipotulia kwenye ndoa yako, mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake, lakini mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Anaibomoa nyumba yake, ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Utatafuta wachawi, utalaumu mawifi, utalaumu ndugu zako, utalaumu baba mkwe. Kumbe wewe kama ni mpumbavu ndio utakuwa umebomoa nyumba yake. Wapo wengi wamebomoa nyumba zao. Kwa hiyo angalia ndoa ulio nayo, usije ukaibomoa. Usije ukaibomoa. Lakini mwanamke anapokuwa mtulivu, mtiifu kwa mumewe, huitwa ni taji ya mumewe. Methali 12 fungu la 4. Methali 12 fungu la 4. Neno la Mungu inasema,
Sikia, mwanamke mtulivu kwenye ndoa. Neno la Mungu linasema mke mwema ni taji na fahari kwa mumewe. Ni taji na fahari kwa mumewe. Mke mwema ni taji na fahari kwa mumewe. Wewe mwanandoa unayenisikiliza, je, wewe ni fahari kwa mume wako? Nulu oshida oshiduko atakwenda keke oluyotokea nochorera paka wabyokolo obizolo oloweka nolohoma oyiboja nyakachagesha ochalwa olukome malizia kakengera. Anaendelea kusema mke mwema ni taji ya fahari kwa mumewe. Mke mwema ni taji ya fahari kwa mumewe, amwaibishaye mumewe. Lakini anayemwaibisha mume wake ni kama kidonda mifupani mwake. Ni kama kidonda mfupani mwake. Yani okwikala ominyaduru, anakuwa na mashaka na wewe kila unalolifanya. Oje Filipo lilo akwetashaka ndugu yako shoka mpara torarekirwe kuwenga nubere na watumira hote. Yani anakuwa na wasiwasi na wewe. Angalieni sana akina mama tulioko kwenye ndoa. Amina. Jitahidi kuwa mtulivu ili uwe fahari kwa mume wako. Methali 31:23. Mithali 31:23. Mume wake ni mtu mashuhuri barazani. Mume wake ni mtu mashuhuri barazani. Anaposhiriki vikao vya wazee wa nchi. Anaposhiriki katika vikao vya wazee wa nchi. Akina mama, unapokuwa mtulivu na uniheshimu, unamfanya mume wako, unamuheshimisha mume wako. Nolwale lungalunga mbaya bali obinge nolo akebelo kulungalunga mwana na mwale tulomera ki akakemu na kanko yake ni kumdhalilisha mume wako. Lakini kama unajiheshimu, unamfanya abantu bawe tamanike bamoneno ngosho olima yuli nilo. Kwa hiyo akina mama, mnaposhindwa kuwa watulivu kwenye ndoa yenu, baada ya kushughulika na hivyo, mnashughulika na vitu vya nje. Hicho cha msolerashi makani. Lakini kimelea kingine ni uchafu. Ili nalo limeleta shida kwenye ndoa zetu. Uchafu. Uchafu kwa wanaume, uchafu kwa wanawake. Kuna wanaume ambao yani unashangaa ni mchafu. Hata kuoga hawezi, kuchana nywele zikinyolewa mpaka zinyolewe tena. Toishisakolelo. Leo kuna dawa za meno, lakini kuna wanaume hawajui kutumia miswaki. Yani mdomo huo harufu kama uko kwenye choo. Ugolo unabugia, pombe unabugia na mavitu mengine. Mdomo unanuka ukimgeukia mwenzako kitroli yaka kabonile. Na unakuta mwanaume huyo naye anataka eti na busu kwa mbeo hado kumbafu kwa mpilali no mweleke. Na wewe unataka busu ya kuilikele sheke. Toeni wasafi, usafi wa vinywa. Dawa zimejaa kwenye maduka. Kayona mambo kwa tolo, ulo harufu ya petera weta. Nenda ukanunue dawa za kuondoa hizo harufu. Na akina mama hivyo hivyo. Akina mama jitunzeni. Mjue kuvaa, mjue nguo za kazi na nguo za ambazo sio za kazi. Wewe mama uko nyumbani umemangana na nguo ya shambani. Ele mulausi elio yokora mitoro na mabelo nako mingi. Nena mani jamaa yetu. Leo nololeho ya kari urenanyo liende lodo. Neo liaka pomoka na mabele kwa mali. Katoke tagalolo.
mwanaume atakupendaje? Neshindirio tamanye togozwa kanungerage tu. Unapokuwa nyumbani, hauko shambani, vaa nguo nzuri. Wewe tuile mano ya kake kole tuile mano. Mijololo. Mungu anataka tuwe wasafi hata kuoga. Maana na ndio maana ametuwekea maji. Oga paka mafuta. Kitabu cha Methali, kitabu cha Rusi sura 3 fungu la 3. Rusi 3 fungu la 3. Maana Mungu anapenda usafi na ndio maana ametuwekea maji. Ruthu 3:3. Biblia inasema, kwa hiyo nawa ujipake manukato na kuvalia vizuri. Mwanamke nawa, oga, jipake mafuta na huyo laba pepepepeto yani emironde pepepepeto kedo ulikumne bale uliakaya nolonene no yikana kayeraka. Kwa hiyo mujitahidi wanawake, muwe wasafi. Nyumba uipange vizuri, nyumba chumbani kule papendeze. Unakuta madarasa ya mtoto na mtoto anakunya yanapakiwa. Hayo madarasa hapo ya kwenye mzunguko na yenyewe yanapakiwa. Yaani ukifungua tupazia harufu kule ndani ya ahadi. Na kwa sababu hiyo umeleta shida nyingi. Panga sebuleni vitu viweke vizuri. Unakuta kuna wanawake wachafu katika dunia hii. Ulosanga noleke no ontolera nuno ojaga kuishamba wiza okoragwa nota ole omuruga kuno ole kashiroka manyana eshikiria aruno ile ni chafu gete. Sasa utakunywa yoka shigani nota. Kwa hiyo lazima wanawake mjifunze usafi. Mmechangia tusitulie nyumbani kwa sababu ya uchafu. Kwa hiyo uchafu ni jambo jingine ambalo limepelekea ndoa ziharibike. Na wale mnaodika kimelea kingine ni ukali uliopitiliza. Wanawake wengi wamekuwa ni wakali wamepelekea wanaume hata hawapendi kukaa na kutulia nyumbani. Maana utaona wanaume wengine, ijapo utaona vifua ni vipana, lakini ni waoga. Mwanamke maneno tangu anapokuja kufungua mlango ni kunung'unika tu, mpaka chumbani ananung'unika tu. Okola alogo chikoko okwemecho ne yamwa keto lebo njua. Yani ni kesi yamwa nani alogo chikoko haya kwa video. Yapo hivyo. Yanakaa usiwaone wanaume wengi wanashinda mabarazani, wanashinda kwenye mpira, ni watu wa umri. Nyumbani hapa chimbiki. Nyumbani ni pamoja. Isanga bakatoka kwa yani okudukongo shambaka utoshi. Ngani tukujokola mpaka ngomoni. Isanga abinge bado dipela no se meno ya bantu ko yotola mali bali patina pa. Bangi weneleja, bangi ya bolezi ili apunguze mawazo. Kwa sababu nyumbani ni shida. Mpaka unashangaa watu wanazikimbia nyumba zao. Mimi nataka niwashauri wanaume, acheni upole huo wa kupitiliza. Wakati mwingine ukimwona mwanamke mpumbavu, piga. Kwani kupiga ni zana? Hata Biblia haikatai kupiga. Biblia kumpiga twangaka kete. Kwani Biblia inasemaje? Hebu nisomee Methali 26 fungu la 3. Ngani la pole bako kujiwa. Paka ukaneke leo kanisani anakupindua, yeye anashika mamlaka.
piga ati sai robo sunyaki kaku ambaba sunya tuleme kioko tula hivi ezi ni kioko tula ile mile kwa ulanga ndoa okweka hamwane haya anemejiwe na kwa kutwangira Olo kumachinda kioko aliyewa utalisha Mungu mwanadamu asifanye rudi kwako hiza noko twanga tolo na madili. Soma msomaji, Biblia haijakataa kupiga akiwa ni mpumbavu kupiga. Mithali 26:3. Sikia neno linasema. Neno la Mungu linasema. Mjeledi kwa farasi. Mjeledi kwa farasi. Vijamu kwa punda. Vijamu kwa punda. Na fimbo. Na fimbo. Na fimbo. Na fimbo. Kwa mgongo wa mpumbavu. Na fimbo ni kwa mgongo wa nani? Wa mpumbavu. Anapotenda upumbavu piga. Na hapa haijataja umri. Inachojali ni upumbavu. Walivyo pigwa. Kule hayo kule ya nono. Kete kutulu. Otolwa tuona manano tulaniga. Abita we ale ni wiki tolaka tole wiki nolole karakale. Maana upole umezidi wanaume, tumejipa shida sisi wenyewe. Akawepele kaya, wakaleka kama yo kaya na mapumbavu kaleo mingi bango ikakolua. Kaleo mapumbavu mingi kuendelea kukatunga. Sasa ngente lo jige ima to kawaida na ngobi za okulu. Ango na lenzunya. Hapana. Biblia haitaki upumbavu, akileta upumbavu dolo na mbone mbele chako tolaka tu. Kwani ukole ya nono kirele mbo. Tolapa tu acha upumbavu. Kwa hiyo tuwe waangalifu sana wanawake kwa kufanya hivyo. Mmesababisha watu kuwa warevi, mmesababisha watu kuoa mitala kwa sababu ya tabia zenu zilizobadilika. Biblia inaposema kwamba kaeni na wake zenu kwa akili, oloyoyomba kaeni na wake zenu kwa akili, ikiwa ni pamoja na kujua kwamba huyu maneno tu huwa hasikii, nayo ni akili. Keka mweno yo wantezo hati kwaga na kene masala maana utunguza kwa umana tumia fino. Kwa hiyo wapendwa, tulikuwa tunaangalia basi. Kesho tutajaribu kuangalia matatizo ya wanaume katika ndoa. Na hii kwa mashirika yetu kiki na wene tuwatule. Tulata ulumkumbavu. Ila loo heno yo tulole manali moto kadiki. Nabuko mkwa buliho. Sasa jamani, ninapohitimisha nipende kusema kwamba sifa kubwa ya mwanamke ni utulivu kwenye ndoa yake. Amen. Wewe mama unayesikiliza, jifunze kuwa mtulivu kwenye ndoa yako. Utaitwa ni taji na utamfanya mwanamume wako aheshimike. Amen. Acha ujeuri usio na maana. Wanawake jitahidini, wanawake kwa wanaume jitahidini kuwa wasafi. Usafi ni jambo la msingi sana. Katika kliniki tutajifunza pia kama si kesho kutwa naweza kuongelea vijana, lakini pia tutatamani kujifunza malezi ya watoto. Maana kuna wazazi wengine pia hata kwenye malezi hatujui. Watoto tunawalea kama mamidori. Unakuza limdori linaenda kuolewa, halijui kupika, halijui chochote. Ango watu lantu wale na watu wa miaka haya. Paka ni mienda ndani ya chike wako na mwana. Ayo ufurelo mwaniko ufurelo mienda ya mkate na ntomami. Ni kulifanya kuwa mdori. Nitamani chote kukumia dori ya kashoka akari ya pechi hapo. Tange ole tole di ole kule di. Kata jari ya kama ishama wiki ya miwani. Oshoka tonele wiki ya uloki changanya nele wiki otolwa. Bwana awabariki. Karibu sana kwenye somo la haja.
la kesho kale ko kimwana okondise onkema omoda yake etuja ya chakula ulokosa kakisema baba, lakini wewe mwanamke nitakupika. Kama mwanamke kanatoka nje haraka kanaenda kuchukua jikuni, nimekuleta hii, pika sasa ufaidi kina manakini matolaka shuru tolaka ufaidi tolaka na ng'ombe yoyo kaze anayo okakashingia tokekewoshoka yobiza kawaida boma nilaweshuka mmoja aliamwira huko tola obulubuta ukakomola mpini tolaka au ina madio fungana neli mwana pa yeta shina na tola ole pena yo fukule dawa olola shoka ante kuburaka akajira le pakokiza na basezae kumweka nita bosisha uyo mba noya kanyande ketake noya kwenga henaho oyo ntindo kwenu wale bana imimirika babaka ngoba kumakula kulwaka babaka yole mbela nikai. Bwana awabariki. Karibuni, simameni tuombe.